Kutoka kaunti ya Bungoma turejee kaunti ya Machakos ambapo waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amemtahadharisha kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kwamba kutoshirikiana na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua anayemtaja kama kiongozi anayeeneza siasa za ukabila nchini. Akizungumza alipohudhuria sherehe za 61 za kuhitimu kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha theolojia cha Scott mjini Machakos, waziri Murkomen amewataka viongozi wanaowania nyadhifa mbalimbali za kisiasa katika uchaguzi mkuu ujao kutoa sera zao kwa wananchi badala ya kukashifu serikali kila mara. Isaac Musyoka anatuarifu. Number two, I want to say, Waziri usalama wa ndani Onesmus Kipchumba Murkomen amesifia tu kinara wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kuendeleza siasa za umoja bila kugawanya Wakenya kwa misingi ya kikabila. We are competing with Honorable Kalonzo Musyoka. I know that. And he's a member of this church. But I must give him a lot of credit that over the many years he has lived in the opposition, he has tried so much to remain national in his conversation and in his presentation. Yes. I wish the other opposition leaders would learn from Kalonzo Musyoka. Akizungumza alipohudhuria sherehe za 61 za kuhitimu kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha theolojia cha Scott mjini Machakos, waziri Murkomen amewataka viongozi wanaowania nyadhifa mbalimbali za kisiasa katika uchaguzi mkuu ujao kutoa sera zao kwa wananchi badala ya kukashifu serikali kila mara. I want to also encourage leaders who are aspiring to office. When you are selling your manifesto, also tell us what you did when you were in office. Don't also ask those who are in office alone. Also put your CV on the table. Don't tell us, the president has not achieved this and that, and you worked with the president for 2 years. Can you tell us in those 2 years you worked together, what did you achieve together with the president? Vilevile Murkomen amewataka Wakenya kutowashabikia wanasiasa wanaoendeleza uhuni katika mikutano ya hadhara, akisema serikali haitawasaza viongozi wa aina hiyo. I want to encourage you, parents who are here, students and all of us who are Kenyans, that let us support leaders who are engaging in peaceful elections, who are not hiring goons, who are not dealing with violence, who are not dividing the country along sectarian and tribal interests. We will deal with all those people who are mobilizing goons and violent people to come and disrupt meetings. The National Police Service is well instructed to make sure that meetings continue being peaceful so that Kenyans can campaign in an environment that is peaceful. Akikashfu hatua ya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kuambia watalii wasizuru taifa la Kenya kutokana na ukosefu usalama, akisema kinara huyo upinzani amenufaika na usalama ulio nchini kwani anazuru maeneo tofauti nchini bila vikwazo vyovyote. There's nothing wrong with elections, there's nothing wrong with competition. But this competition that is founded on lies, that is founded on making the country look like it's a useless place, that for you to rise to leadership, you must talk about negative things about your country. You must tell investors don't come to Kenya. You must propagate propaganda against the peace of our nation. Yet how are you able to move around the country doing your campaigns and asking for votes and still want to say that Kenya is not safe? Isaac Musyoka, Undugu TV.